Shalom. Bwana asifiwe sana. Ni asubuhi njema ambayo nachukua fursa hii kumshukuru Baba wetu kwa sababu ya fadhili zake na hata wema wake. Nasema ni asante kwa sababu ni siku nyingine ambayo amepata kutuzawadia, akaweza kutuleta tena pamoja. Na huwa nawaambia kwamba kama jinsi maandiko inenavyo, Sabato ni siku takatifu. Sabato ni siku ambayo Baba alisema ya kwamba itakuwa ni kusanyiko takatifu, mahali ambapo watu watakuwa na kusanyika, siku ambayo watu watakuwa na kusanyika kwa ajili ya kumwabudu, kumshukuru, kumuhimidi na hata kumtukuza Baba wetu ambaye ni Baba wa mbinguni. Najua ya kwamba kwa muda tangia janga hili lilipotokea katika nchi yetu ya Kenya ama katika ulimwengu mzima, Baba wetu alitujalia, naongea hivyo kwa sababu ya watu ambao pengine hatujakuwa pamoja tangia hii corona itokee, na tumekuwa na jambo hili hata kipindi kile makanisa yalikuwa imefungwa. Tumekuwa na jambo hili ambalo ni la kueneza ujumbe, na jambo la kushangaza, maandiko yanasema ya kwamba na habari njema itahubiriwa ulimwengu mote ili iwe ushuhuda. Na nilipokuwa nikitafakari hii injili inaweza kuhubiriwa namna gani ifikie kila mtu, Danieli 12 aya yake 4 inasema ya kwamba na wakati huo maarifa itaongezeka, knowledge will increase. Hii ni baadhi ya mambo ambayo ni ya kufikisha ujumbe kwa mtu ambaye yuko Pakistan, kwa mtu ambaye yuko South Korea, kwa mtu ambaye yuko Japan, kwa mtu yoyote ambaye yuko pengine mahali popote pale. Maana wakati huu jinsi ambavyo ninavyoongea sasa hivi, yule tayari ambaye ameshafungulia anashuhudia yale ambayo tunaona. Nilikuwa najaribu kuimagine tukituma mhubiri wetu aende Japan. Nikamwambia kuna mtu ambaye amekuwa akitufuatilia kule Saudi Arabia. Sasa hivi tumetuma mtu aende Saudi Arabia akahubiri. Itakuwa ni ngumu, lakini kwa sababu Danieli alitabiri ya kwamba nayo maarifa itaongezeka. Na hii ndio baadhi ya knowledge ambayo imeongezeka ya kueneza ujumbe wa nani? Wa Masihi Yeshua. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Baba alijua nyakati hizi zitafika, jambo hili litakuwepo. Na kama vile ambavyo tumesomeshwa na siku ya leo kupitia lesson, nashukuru pia kwa sababu kuna ndugu pia katika lesson hii ambayo tumesoma yuko kwenye mtandao akifundisha kwa wakati huu kuhusiana na hii lesson. Kwa hivyo mtu yule ambaye yuko kule Middle East ama yuko kule bara la Asia ama Europa, huko Ulaya ama hata Afrika ya ambao tupo, tunajua ya kwamba naye pia anafuatilia hii lesson. Na si ati wa Masihi tu, hata watu ambao si wa kanisa huwa wanafuatilia. Maana wakati mwingi ninapotembea huku kwa marafiki zangu ambao si wa kanisa, naambia tumekuwa tukifuatilia. Kwa hivyo hatujui ile mbegu itakapokuwa imeanguka itaanguka kwa njia gani, pengine ile itakayemuokoa. Baba asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo ningewaomba, tulikuwa tunaona kwamba tunaweza wacha kwa sababu tumesharudi tayari, lakini tukaona ya kwamba watu ambao tumekuwa tukiandamana pamoja nao itakuwa kwa sababu Baba pengine akipenda tutafungua pengine TV. Baba asifiwe sana. Shalom. Nani anajua vile itakavyo tunatokea ndugu Peter? TV, tunakutuma pale, unakuwa kwenye station. Unahubiri. Injili inaendelea. Haleluya. Hii ni mwanzo. Kuna walianza hivi na sasa hivi si wana TV zao. Haleluya. Wajua mambo mengine kitapoingia pengine watu inategemea maombi na pia kuvumiliana sana. Baba asifiwe sana. Kwa hivyo kwa wakati huu walio nyumbani kule na nchi za nje, asanteni sana kwa sababu ya jinsi ambavyo mmekuwa mkiandamana pamoja nasi, mmekuwa baraka. Baba wabariki. Na huwa tunapokea maoni yenu na pia tunazingatia pia mambo yenu ya kiroho, ndiposa tumeona ya kwamba tutakatisha, tutaendelea na hili jambo mpaka wakati Baba wetu atakapokuwa amependa. Kwa hivyo kwa wakati tanyanyuka tusipo pamoja na walio wanaotutazama sehemu hizi mbalimbali
tumsifu Baba wetu kwa nyimbo mbili ambazo za kutuandaa katika funzo ambao Baba wetu ametuandalia siku ya leo. Kwa hivyo tunyanyuke, tusifu Baba wetu katika nyimbo mbili ili Baba wetu apate kutukuzwa. Na ningeomba tu zile sheria tumewekewa na nchi yetu na rais wetu pamoja na hawa waziri wa afya, idara ya wizara ya afya, tafadhali ujaribu kuzifuata. Social distance, tunapoimba tuimbe kwa utaratibu, na penye tupata kiti chako kipo, tafadhali kisiondoke kwa hiyo laini, tuwe mahali pale na tutabarikiwa. Kwa hivyo tunyanyuke, nyimbo mbili ambazo ni nyimbo za sifa, nyimbo mbili. Oh,
asifiwe sana. Nani aliye kama wewe? Haleluya. Kwa hivyo kwa wakati huu tunashukuru Baba wetu kwa sababu ya wakati mwema ambao ametupa. Sabato iliyopita tulijifunza juu ya uoga na tukasikia kwamba uoga hupelekea watu wengi wakakosa kuishi maisha ambayo pengine hao wenyewe pengine walikuwa wanatazamia, na tukasikia uoga huja kwa ajili gani. Kwa hivyo hatarudi mahali pale. Hizi funzo ama lesoni ambazo tumekuwa tukifundishwa zimekuwa lesoni ambazo kama jinsi mwalimu ametushauri ama ametuambia, imelenga kitabu kimoja ambayo ni cha Mathayo 24 na lesoni 4 mfululizo zilikuwa zimefuatana, zote zimekuwa zikiongea juu ya Mathayo 24. Na nilipokuwa nikitafakari siku ya Thursday usiku, nikasikia ndani yangu ya kwamba kina jambo ambalo ningetaka tupate kupigana pamoja na wewe na pia wale ambao wamekuwa wakitufuata. Baba asifiwe sana. Na sitatoka nje ya funzo hilo, maana leo ndio ilikuwa siku ya mwisho, sabato ya mwisho katika hali ya kuongea Mathayo 24 katika hali ya funzo hii, maana yale mengine itakuwa tena ni kutoka vitabu vingine. Roho Mtakatifu ni lipi ambalo alihitaji kupitia waliokuwa wakiandika lesoni? Maana lesoni inaongea juu ya kutubu ama kuungama nini? Dhambi. Nasema hivyo kwa nini? Nasema kwa sababu wale watu kama wangeungama dhambi zao wakati wa Nuhu, ninaamini ya kwamba hawangeangamizwa. Baba asifiwe sana. Maana palikuwa na muda mrefu. Safina haikujengwa kwa siku moja. Safina haikujengwa kwa wiki, kwa juma moja. Safina haikujengwa kwa mwaka mmoja. Safina haikujengwa kwa miaka 10. Safina ilichukua zaidi ya miaka 100. Miaka 100 ilikuwa inajengwa. Na hiyo ilikuwa ushuhuda tosha. Maana kusoma Amos 3 yake ni ya 7. Baba hawezi akafanya jambo lolote pasipo kuwafunulia manabii siri yake. Lazima kwanza ushuhuda unifikie ama ukufikie, ili utakapokuwa ukihukumiwa usije ukasema ya kwamba umehukumiwa kwa njia ambayo si halali. Lazima neno likufikie. Ndipo ukisoma ile Mathayo 20 inasema ya kwamba naona kama litakuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hivyo ni kusema lazima neno lifikie kila kiumbe, ili itakapofika wakati wa hukumu mtu awaye akasema ya kwamba sikusikia. Ndipo safina inajengwa siku moja miaka 100. Maana Nuhu alianza kujenga akiwa na miaka 500. Akaingia safina akiwa na miaka 600. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni njia moja ambayo ilikuwa imepeana watu wale kana kwamba watatubu. Wakati wa Sodom na Gomora pia na miji, maana haikuwa miji miwili, ilikuwa miji minne. Maana neno nasema ya kwamba na miji iliyokuwa imewazunguka ilikuwa miji kama 4. Maandiko yanasema ya kwamba wale watu tayari Ibrahimu alikuwa amelia juu yao. Anauliza baba, kukipatikana watu kadhaa, je, utaangamiza watu wale? Baba anasema hapana. Mpaka akafika watu wangapi? 10. Akasema 10 hawawezi wakakosa. Walipofika mahali pale, nafasi inatolewa. Rutu anaulizwa, je, kuna watu wengine ambao ni wa jamii yako? Hizi tukaangamiza hao watu. Maana wakati wale malaika walipofika mahali pale, watu wa mji ule badala watubu, walienda kwa boma ya nani? Rutu. Ya Rutu. Wakaanza kusema hawa wanaume ambao wameingia hapa, hawa watu ambao wameingia mahali hapa, wewe Rutu uwatoe nje, tuwafanyie mambo mabaya. Sasa angalia, badala watubu waliendelea kutenda mambo ya nini? Maovu. Ya maovu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kupitia hizo lesson ambazo tumefundishwa kila wakati, tunafundishwa kila wakati, ni sisi tunafundishwa. Maana tusoma Wakorintho wa kwanza 10 neno nasema ya kwamba
Mambo yale yalitendeka kwa mifano ili yawe fundisho kwetu sisi. Kwa hivyo yametendeka, si tuseme kana kwamba ni historia, lakini tukifunza kupitia mambo yale ya kwamba yalitendeka hivyo. Hii na sisi je? Kwa hivyo nataka kuongea juu ya nini? Nataka kuongea juu ya kuungama. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndiyo, yale yametendeka hivyo. Waliangamizwa kwa sababu hawakuungama dhambi zao. Nasi vile vile kama hatutachukua tahadhari tukose kuungama dhambi zetu, bila shaka naona kuna hatari, tutaangamizwa kama wale. Kwa hiyo nitakapokuwa nafundisha somo hili ama fundisho hili, nikiomba kila mmoja wetu kupitia hii lesson, tumefundishwa lesson kama 4 mfululizo ambao linaongea juu ya mambo ya Mathayo 24. Kila mmoja wetu awe akijiuliza, mimi niko namna gani? Kama ingekuwa wakati ya Sodoma na Gomora, ningekuwa mmoja wale ambao wangeangamizwa? Ningekuwa mmoja wakati wa Nuhu ambao wangeangamizwa? Ama ningekuwa kama Nuhu pamoja na jamii yake? Ama ningekuwa kama Loti pamoja na binti zake? Maana mke wake Rutu aliangamia, maana hapo amefanya maamuzi ambayo ni hakika. Kwa hivyo mimi na wewe, hii lesson imekuja kwa ajili yetu sisi tupate kuungama or to confess. To confess ni nini? Kutubu. Ni kutubu. Yaani ni kile kitu ambacho umekifanya na kilikuwa kimefichika, unasema nitakisema mbele za Baba. Haleluya. Amen. Nitakisema. Na kama kuna kitu huwa inazuia unakosa kufanya jinsi ambavyo unavyotaka kufanya, kugera mapenzi ya Baba, ni kwa sababu ya ile dhambi ambayo bado imekukalia. Ni kwa sababu hujaiungama, hujaikiri, hujaconfess. Na shetani anakudanganya na kuambia kwamba wewe kaa tu namna hiyo. Unajua wewe umeshahukumiwa. Baba amekuweka siku ya leo upate kuconfess. Baba asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tutakapokuwa tunamalizia, tutakuwa na maombi. Maana kipindi hicho tumekaa nyumbani. Wakati mwingi tumekaa sio nyumbani tu, katika maisha haya kuna baadhi ya mambo pengine ulijipata umefanya ama ukaongea ama ukayawaza, na mpaka siku ya leo unapofanya shughuli zako za kikazi, unapokuwa katika huduma, unasikia hilo jambo bado linakushtaki. Baba anataka uungane. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hebu tusome katika kitabu cha Zaburi 32 yake ni ya kwanza. Na ningeomba kama una Biblia yako pale nyumbani hapa kanisani, ufungue na kitabu na kalamu. Maana ujumbe huu unanifaa na pia unakufaa. Hapa si hatuchukui kwamba ni mtu fulani, unafaa kila mtu. Kila mtu. Kuubora. Na hii ama pengine unaweza ona kana kwamba hii ujumbe haifai kanisani. Angalia hii Mathayo 24. Hii ujumbe inafaa kila mtu ambaye yuko hai, either ameokoka ama hajaokoka. Naongea juu ya kuungama, to confess. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Soma kitabu hicho. Zaburi sura ya 32 aya ya kwanza. Heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Daudi anasema, Daudi alijua kusamehewa ni nini. Daudi alijua kuungama ni nini. Na alijua faida ya kuungama dhambi. Na ndipo sababu anasema katika Samueli wa kwanza 13, nimemuona mtu yule ambaye hupendeza moyo wangu, a man after my own heart. Baba alipendezwa na Daudi. Maana kama kuna kitu Baba hupendezwa nacho, ni mtu ambaye anaungama dhambi zake. Ndipo Daudi akasema ya kwamba ana heri, ni bora adime, amebarikiwa yule mtu ambaye amesamehewa dhambi zake na kustiriwa ni kufunikwa. Kama si namna hiyo, imefunikwa, dhambi zake zimefunikwa.
Anasema heri mtu yule. Kwa hiyo amebarikiwa kwa kifupi. Na hakuna kitu kizuri. Kuna wakati niliwatumia ujumbe, ilikuwa naongea kwamba hakuna kitu kizuri mtu kujua kwamba ana tumaini ya uzima wa milele. Na ili uwe na tumaini ya uzima wa milele, lazima ujue kana kwamba umesamehewa. Wajua tunapoishi katika ulimwengu tunajichanganya na mambo mengi. Tumechangamana na watu ambao hawamjui Elohim. Ndio nasema ya kwamba naye Lutu alipoishi katika Sodoma na Gomora, mambo aliyokuwa akiyaona na kuyasikia yalikuwa yanafanya moyo wake nasikia vibaya. Basi ya moyo ndaja wewe. Hayo hapo anasikia mzuri. Nasi pia tumechangamana na watu ambao hawamjui Baba. Na kwa njia moja ama ile nyingine hujipata ya kwamba tumenajisika. Tumeongea, tumetamani, tumetafakari, tumetenda kinyume na mapenzi ya nani? Ya Baba wetu. Ndipo sasa akasema ana heri mtu yule ambaye amesamehewa dhambi zake na makosa yake yamesitiriwa ama yamefunikwa. Isaia 50. Sasa tutafanya namna gani ili tuweze kuwa tutaungama dhambi zetu ama tusamehewe dhambi zetu? Tunasema tufanye namna gani? Isaia 55 aya yake ni ya 6. Ili tujue dhambi zetu tusamehewa kwa njia gani? Ni kwa njia ipi? 55 Isaia verse 6 inasemaje? Isaia sura 55 aya 6. Ndio. Mtafute Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Kwa hivyo katika njia moja ambayo kama ungetaka kutubu ama kuungama dhambi zako, si kwa mwanadamu lakini kwa Elohim wetu. Huyo peke yake ndiye aliye na nguvu na aliyo na uwezo ambao ni wa kusamehe dhambi zako. Yeye peke yake, sio binadamu. Ndiyo, kuna jambo la mtu na mtu. Iwapo pengine nimekukosea, hiyo nitakuja nikwambie nisamehe ndugu ama nisamehe dada. Wajua watu wengine kuomba msamaha ni kama kuhamisha mlima wa Kenya utoke sehemu za mkoa wa kati upeleke mkoa wa nini? Wa magharibi. Mtu kusema nisamehe. Kuna mtu na mtu ambao anasema ya kwamba msipowasamea watu dhambi zenu, naye Baba wetu hata wasamea dhambi zenu. Kuna ya mtu na mtu. Na kuna hii ambayo wewe unajua tu ya kwamba inakuzuia hata huduma ambayo iko ndani yako inakosa kufanya kazi. Imekuzuia ufanikiwe katika ndoa yako, imekuzuia ufanikiwe katika maisha yako, imefanya hata kiroho unakosa kukua. Unapoenda kuburukia baba shetani akukumbusha na wamanya ole kile ina. Unajua vile mambo ulifanya siku fulani inakuzuia, na hiyo ndio inaongea juu yake. Na hiyo inahitajika uungame kabla ya siku ile kuu ambaye Elohim yuko karibu kudhihirisha kila kitu. Baba asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio mimi naongea juu yake. Kila mmoja najua kwamba kila mmoja wetu ameweza kupelekana mimi sasa. Okay. Ndipo sana kutaka ya kwamba nataka kuwa mjasiri na kuta. Tuliongea mambo ya uoga. Na unajua dhambi ikiwa ndani yako na kuwa mtu muoga. Sababu tuliongea mambo ya nini? Ya uoga. Unakuwa muoga hata kusimama mbele ya watu. Huna ujasiri. Maana shetani anakumbusha unajua ya kwamba bado hujatubu. Wewe umekataliwa wewe. Hujatubu, hujaungama. Sasa unataka kwamba uko na uoga kila wakati. Lakini Baba ametupa nafasi nyingine. Ndipo Isaia akasema ya kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Muiteni maadamu yu karibu. Yeye hayuko mbali mpendwa. Shetani asije akakuhubiria injili yake ya kwamba umekataliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Shetani asije akakuhubiria injili yake ya kwamba wewe huko katika ule ufalme kama dhambi zako. Mtafute Baba. Muite Baba. Yuko karibu. Anasema ya kwamba kama jinsi ambavyo mzazi anavyomrehemu baba yake, mtoto yake, hivyo ndivyo Baba wetu ana huruma kwa watu wake. Wajua wakati mwingi tumekuwa tukihubiri Elohim ambaye ni dictator, Elohim ambaye anatawala kimaba. Leo nimekuja kuhubiri juu ya Elohim muigwane lidha. Baba asifiwe sana. Amen.
Haleluya. Amen. Baba mwingi wa Rehema. huruma ama rehema, ambaye haoni kama binadamu, ambaye anaona tofauti. Anamwambia Samueli, mimi sitazami kama mwanadamu, maana mwanadamu utazama sura, lakini Baba utazama moyo, mahali ambapo pamefichika kule. Huyo ndio nimekuja kuhubiri juu yake, ambaye anasema tumtafute maadamu anapatikana, tumuite maadamu yuko karibu, hayuko mbali. Wewe ndio umekataa kumtafuta, wewe ndio umekataa kumuita. Utakapokuwa unafanya hivyo utafanya namna gani? Aya ya 6, aya ya 7. Mtu mbaya na acha njia yake, na mtu asiye na haki acha mawazo yake, na amrudie Elohim, naye atamrehemu, na arejee kwa Elohim wetu, naye atamsamehe kabisa. Amen. Haleluya. Amen. Naongea juu ya huyo Elohim. Elohim muigwane nina. Ati neno limesema ya kwamba na ache njia zake mbaya. Kwa hivyo unapomtafuta Elohim, unapomuita katika hali ya kuungama dhambi zako, unamtafuta ili uapate kupatikana ndani yako. Na wewe lazima uungame. Utaungama kwa njia gani? Kwa kuacha njia zako mbaya. Unasema Elohim, mimi nilifanya hivi na hivi. Nimesema kuungama ni kitu ambacho kiko ndani, kimekuwa kusumbua. Hata unajua, unaelewa? Hata leo unasema kuna kitu kinanisubuaga napoenda kuhudumu, na ndicho ambacho kinazuia maisha yako ikose kuendelea. Na by the way, kama hujaungama dhambi, unakutana kwamba hauna furaha, hauna amani. Ndipo Daudi alipowasi Baba, alimwambia Baba, nirejeshe furaha ya nini? Wokovu. Ya wokovu. Mali ya dunia huwezi kufanya kwa na furaha ya milele. Unakuwa na amani kwa muda mchache. Ndipo Daudi akasema, ana heri, amebarikiwa, ni muraadhime mtu yule ambaye amesamehewa nini? Hata kama hauna chochote kwa mfuko, hata kama hauna maisha mazuri ya dunia hii, utajisikia kama ni mtu ambaye amebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Maana umesamehewa dhambi zako, umeziungama. Lakini katika hali ya kumtafuta Baba, inabidi unamtafuta katika njia ya kuacha mawazo yako mabaya, njia zako mbaya. Akasema ya kwamba umrejee, naye atakurehemu. Haleluya. Amen. Kwa nini? Yohana wa kwanza, wa barua wa kwanza 1 aya yake 8. Na nikiomba hili jambo nipate tutakapokuwa tunamalizia. Nasema mimi hakika nahitaji maombi. Tuombe pamoja. Kwa sababu Baba ndiye anayejua. Na ukizungama hapa, Baba aliye mbinguni atafahamu na gani? Atakusamehe. Haleluya. Amen. Wadhamaki roho. Amen. Inasemaje? Waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza aya 8. Ndio. Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Sasa naona sasa tumeanza kuona. Unajua nilipokuwa nikianza, kuna mtu alichukua hii fundisho akatupia mtu fulani, ama sisi tukatupia watu wa nje. Yohana anaongea na watu wa nini? Kanisa. Wa kanisa. Ndio. Tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani. Kwa hivyo tukijifanya ya kwamba hatuna dhambi, tuseme sisi ni watu ambao tumekamilika, hatuhitaji kuungama hata kidogo. Iangalia sala la Baba limesoma zaidi ya miaka 2000. Si namna hiyo? Hivyo. Ati Baba wetu ulio mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Ndio. Angalia akina nani wanasema wasamehewa makosa zao, makosa zao. Ni mimi. Haleluya. Katika njia ya kuungama. Hii sala haisemwi na mtu ambaye si wa kanisa. Hasa ni watu ambao ni wa kanisa wanalisema, maana waliofundishwa walikuwa mitume 10 na wangapi? 2. Maana walienda kwa Yeshua katika Luka 11 wakamwambia kwamba wanafunzi wana na Wafarisayo wanajua kwamba sisi pia tufundishe kuomba. Ndivyo. Akamwambia mnapoomba ombeni hivi. Sasa nimeona mmeanza kujiona kwenye haya. Hata mimi ni mwenye dhambi. Tukisema ya kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya. Kwa nini? Wala kweli haimo ndani. Kweli haijakuwa ndani yetu. Kwa nini ndugu?
tukiziungama dhambi zetu. Sasa hapo ndio penye niko. Tukikura meria maito, tukiziungama. Ulifikiria vibaya, ulitamani, uliongea vibaya, ulitenda vibaya kinyume na mapenzi ya Baba, ulitoa ahadi za uongo, ulisingizia mtu, ulisengenya mtu, na mambo mengi. Ndipo nasema tukiziungama, tukiupura. Leo niko tatu na wakati wa kuziungama. Bwana asifiwe sana. Amen. Na si kuungama mbele ya mtu. Kwa Elohim, ndio Elohim. Nataka kuwa mwenye haki. Nataka unitakase. Nimekuja kuungama dhambi zangu. Zinakuzuia baraka za Baba ziwe juu yako. Kuna watu wangekuwa wameinuliwa hapa, lakini kuna jambo walifanya wakiwa pengine wasichana na ni wamama. Leo hii bado inawajai ungama. Kuna jambo pengine ni mtu ni mzee. Kuna jambo walifanya akiwa kijana, lakini hajai ungama. Hiyo ndio inakusumbua. Ndio waubura. Wajua Zakayo wakati Yashua alipoingia nyumbani mwake alisema ya kwamba iwapo nimenyang'anya mtu nitamrejesha mara nne. Na nusu ya Mariamu nitapatia nini? Maskini. Angalia mtu anayeungama, maana kazi yake ilikuwa mtoza nini? Ushuru. Na alikuwa anachukua vitu vingine kwa njia ambayo si ya halali. Na ndiposa Daudi anaongea mambo ya kuungama, maana alijua kuungama ni nini. Wajua wakati mwingi sisi tunasema na utusamehe dhambi zetu Baba, lakini ile uchungu, wajua inahitajika pia uchungu na machozi mengi yatoke ndani yako. Na ni kitu ambacho inahitajika unakaa chini unatafakari, nini nataka kuungama? Nataka kuungama nini? Kabla ya kuupora. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Sikiza. Yule ambaye tunataka kuungama kwake siku hii ya leo, ndio nasema yeye ni mwaminifu na ni mwenye haki. Utabaki rohoshi. Amen. Yeye ni mwaminifu. Wajua wakati mwingine tumwahi chukua. Tukifika hapo tunatupia watu wengine hiyo fundisho. Leo hii sasa ni mimi na wewe. Tukiziungama. Ndipo nimesema hii lesoni na hizo zinjambo zimetangulia tatu. Zinataka tuungame dhambi zetu. Tusije tukaangamizwa kama wakati wa Sodoma na nini? Na Gomora. Ama sio nasema ya kwamba walikuwa wakila na wakinywa, wakioa na kuolewa, wakinunua na kuuza, lakini hawakujua Nuhu walipoingia katika safina. Leo hizi kuna watu wana mpango wa kuoa. Ama hakuna dunia mzima? Wapo. Kuna watu ambao wako na mpango wa kuolewa. Ama nyinyi wasichana mko hapa mtaki kuolewa, mmesema sasa sisi kwa sababu Yashua karibu tutakaa hivyo mpaka Yashua kuja. Iko namna hiyo? Wasichana. Waje naweza kuwa na wasichana hapa pengine hawa walisema sasa sisi tunangojea Yashua. Vijana wa kiume. Unajua tunaweza kuwa tumesoma hizo tumefundishwa ati walikupi kuoa ni mbaya na kuolewa kumwa. Hao watu waliangamizwa kwa sababu ya kuoa na kuolewa. La hasha. Kukula na kukunywa ni mbaya? La. Na kuoa na kuolewa ni mbaya? Hapana. Lakini hawakukesha. Wanapofanya mambo yale, shughuli zao ambazo walikuwa wakifanya, hawako watu ambao wamekesha. Ndipo tukasomea katika kitabu cha Luka, basi kesheni na kuoa. Tunapokuwa katika mambo yale, tuwe watu wa kukesha na kuoa. Tukijua kwamba wakati wa kufundiwa kwa mwana wa Adamu kumekaribia. Bwana asifiwe sana. Tunaongea juu ya kuungama. Tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na ni mwenye haki. Atafanya namna gani? Hata tuondolee dhambi zetu. Angalia, si mchungaji ataondoa dhambi zako. Si mzee wenu wa kanisa. Unajua kuna mahali najua watu wanaendaga. Wanaenda wapigishwa magoti
Na unakaa mbele ya mtu huyo anawaambia umesamehewa dhambi zake. Ni pigo. Maana wakati mmoja Yohana na ndugu yake Yakobo, sijui mzazi wake aliwaombea kwamba mmoja aketi mkono wa kuume, mwingine mkono wa nini? Kushoto. Yesu akamwambia hapana, hiyo sio kazi yangu ya kuja kwenye mtu ataketi. Hiyo ni kazi ya nani? Elohim. Ya Baba wetu aliye mbinguni. Haleluya. Amen. Huyo ndiye anajua ya kwamba atakuweka wapi wewe. Anasema ya kwamba kabla Esau na Yakobo hawajazaliwa wakiwa tumboni mwa mama yake Rebeka, anasema ya kwamba nalimpenda Yakobo nikamchukia Esau. Esau alikuwa amefanya nini? Hakuna. Lakini anasema ya kwamba nalimpenda Yakobo nikamchukia Esau. Yeye ndiye anajua atakuweka wapi. Ndipo Yohana akasema ya kwamba yeye ni mwaminifu na mwenye haki, atatuondolea dhambi zetu kabisa. Unajua kuna watu ambao hawaomba msamaha. Mtu na mtu na kuomba tafadhali ndugu na kuomba unisamehe. Mimi sikusamehi hata mbingu na nchi shikane. Wewe mbingu na nchi hazitashikana. Mimi sikusamehei. Sasa kama Baba anasema ya kwamba atakusamehea na kuondolea dhambi zako zote, wewe kwa nini usimsamehe mwenzako? Sasa kuingia mambo ya kusameheana. Naongea juu ya mtu kusamehewa na nani? Elohim wetu. Baba wetu mwaminifu. Na ni mwenye haki. Atakusamehea. Fatana upure. Tubu, ungama. Wacha kuacha hiyo dhambi kukalie. Na kutusafisha na udhalimu wote. Na kutusafisha. Wajua watu huoga kwa sabuni ile mbali. Mtu mwingine ananuaga. Si kama Rexona ziko saa hii, kuna zingine zinaitwa sawa, ingine inaitwa Omo. Omo zinaoga pia. Omo ni ya kuoga. Inaoga. Kama inaangalisha nguo, zitangalisha mwili mzuri. Kuna ingine inaitwa Helio. Ingine inaitwa Imperial. Hizo sabuni zote ni za kusafisha mtu uchafu ufanye namna gani? Uondoke. Lakini Baba akikusafisha umesafika kabisa na kabisa. Haleluya. Amen. Sasa tunanawa kila wakati. Ukitoka tunaona watu wamenawa, wakanawa mikono ni vyema. Kwa sababu maambukizi si ya corona tu. Kuna korera hii kipindupindu na magonjwa ambayo inaletwa na nini? Na uchafu. Wajata nilisikia wanasema ya kwamba Wizara ya Afya magonjwa ambayo yanatokana na uchafu yamepungua kwa asilimia kubwa, ama sio kweli? Yamepungua kwa sababu watu wamekuwa wasafi. Wajua zamani mtu kwa sababu ya uchafu kulikuwa na amweba, watu hizo dawa siku hizi hazina faida, hazina soko sasa hivi sana. Kipindupindu ni ngumu sana kusikia. Lakini kwa sababu watu wamekuwa wakinawa kila wakati, uchafu ule unaisha, lakini baadaye lakini yeye Elohim wetu anakusafisha kabisa. Lakini ukiungama, unajua ulikataa kuungama. Hujaiungama. Ulikataa kuungama. Leo na kuungama ni kufumbua kinywa chako, ndio Baba nilifanya hivi na hivi. Ukisoma Yohana wa kwanza 2 aya yake ya kwanza. Leo mtaona kana kwamba nimekuwa wakili wa dhambi. Hapana, mnielewe vizuri. Yohana wa kwanza 2 aya yake ya kwanza anasema watoto wadogo msitende dhambi. Lakini mtu akitenda dhambi kuna muombezi ambaye ni mwanadamu Yahshua Messiah. Yeye ndio advocate kati ya mtu na Elohim. Anasema ndio alitenda huyu. Haleluya. Amen. Alitenda ndio. Lakini kumbuka ile damu iliyomwagika mahali pale Baba wa mbinguni. Anakwambia kwa sababu yeye ndio muombezi. Inasema mpatanishi wa mtu wa mwanadamu ni nani? Mwanadamu Yahshua Messiah. Timotheo wa kwanza 2 yake ndio kusema kwa wakati wako. Yeye ndio mpatanishi. Pasa hakupatanishi na Elohim. Kazi yake ni kuhubiri. Na walimu wetu na wahubiri wetu na andiko na wale wengine. Kazi yao ni kuhubiri. Lakini mpatanishi wa mwanadamu na Elohim ni nani? Ni Yahshua Messiah. Ndiposa hatuombi kwa jina la Maria.
Anasema mkiomba jambo lolote kwa jina langu. Jina la nani? La Masihi asho Yohana 14, mimi nitawafanyia. Lakini sio Maria. Hatuwezi omba kwa jina lolote isipokuwa la Masihi Yeshua. Maana ndio mpatanishi kati ya Eloi na mwanadamu. Umemalizia? Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, kufanya yeye kwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Wajua huu ujumbe ningeomba Baba apate kufungua mioyo yetu na macho yetu. Toba ya kweli ionekane ndani yetu. Machozi ya kweli ionekane ndani. Mtu alilia sema kweli, mimi nilifanya, mimi nimefanya, nimekuwa nikifanya hivi na hivi. Lakini nimesikia Baba wetu nikiungama atanisamehe. Maana kuna hukumu tumewekewa. Kama hatutaungama dhambi zetu, kama jinsi ambavyo watu walivyoangamizwa wa zamani, ndivyo na sisi tumewekewa. Inasema katika ya Warumi 1:18, ghadhabu ya Baba imeshuka kutoka wapi? Mbinguni. Kila wasi. Tusome katika Yakobo 5:16. Yakobo 5:16. Yakobo sura ya 5 aya 16. Ndio. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana. Hebu ngoja ndugu. Tuungame dhambi zetu sisi kwa sisi na tuombeane. Kwa hivyo tunapoziungama tunakuwa na ile hali ya kunini? Ya kuombeana. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo ndio wakati imefika, wapendwa, leo hii. Hivi kama nilisikia nimeniga nilipokuwa nikiomba maombi ya saa 10 siku ya asubuhi ya Alhamisi siku ya 5 ya juma. Nikasikia nilipokuwa nikiomba neno kafundisha jambo hili. Na nikawa na upana nilipokuwa nikiendelea kuomba, nikasikia nina upana zaidi. Maana yake ni nini? Baba hangetaka mtu awaye tu apotee. Anasema ya kwamba angetaka watu wote wafikirie nini? Wokovu. Hali ya wokovu. Baba hakutuumba tuangamize. Alituumba ili tupate kuokoka. Kwa hivyo mpendwa, kuna nafasi nyingine. Lakini nikumbuke Warumi 2 aya yake 4. Au udharau wingi wa huruma na rehema zake na uvumilivu wake, ukakosa kujua ya kwamba uvumilivu wa Baba amekuwa akinivumilia kuvumilia ili upate kutubu. Baba amenivumilia, amekuvumilia. Na Suleimani akasema ya kwamba kadri ya jinsi hukumu ya kila tendo baya haitekelezwi upesi, wana wa Adamu wanaendelea kutenda nini? Maovu. Wapendwa, wakati wa kutubu, wa kuungama umefika. Bwana asifiwe sana. Amen. Huu ndio wakati mzuri wa kuungama. Watu ambao wangekuwa mbali mno. Ndio nimesema ya kwamba tuungame dhambi zetu sisi kwa sisi na kuombeana pate kuponywa. Haya. Kwa hivyo kuna magonjwa ambayo yanaletwa kwa sababu ya dhambi. Kuna shida za kimaisha zinaletwa kwa sababu ya dhambi. Pengine hilo jambo ambalo limeshindikana ndani yako ni kwa sababu hujaiungama. Kuna jambo umekuwa ukiomba Baba, lakini kuna kizuizi kinazuia. Ulikosa kuungama. Baba anakosa kukupatia kile ambacho unachokihitaji. Maana bado dhambi imekaa, imekukalia. Na shetani anakudanganya na kwambia kwamba wewe unajua sasa hata hii kanisa unajua ulitupwa zamani, wewe ulikataliwa zamani. Hakuna haja uungame. Kuna tumaini. Haleluya. Amen. Kuna tumaini kupitia maandiko matakatifu, lakini kwa binadamu hakuna tumaini. Binadamu atakwambia hakuna nafasi. Unajua hapo ndio mimi najiulizanga. Wakati tunaambia mtu mwingine hakuna nafasi, Elo mimi anasema ya kwamba bado kuna nini? Nafasi. Kuna nafasi. Tuungame dhambi zetu sisi kwa sisi. Na nini? Kuombeana. Ili tupate. Angalia, pointi ni ya kwamba ili ndigera tohonio, kuungama kunaleta uponyaji. Inaleta uponyaji ya ndoa.
Ndoa zingine ziko na shida kwa sababu watu hawajaiungama mahali pale. Kwa sababu kuponya si kuponya tu magonjwa tu ya mwili tu, lakini hata kazi zetu za mkono tukiungama zitaponywa. Shalom. Shalom. Tukiungama dhambi zetu, watoto wetu wataponywa katika kujiingiza mambo ambayo si mazuri. Tukiungama dhambi zetu, tutainuliwa kiroho. Hatutakuwa kama Yesu tunavyoambia kwamba na msomaji wa lesoni tulifundisha tukasikia ya kwamba unasema wewe ni tajiri na hakuna kitu umekosa, lakini ukionekana wewe ni maskini, mwenye mashaka na ni kipofu na uko uchi, wewe unaona umevaa mavazi, lakini baba akitazama anaona mtu ambaye uko uchi. Unaona kana kwamba unaona, lakini baba akitazama anaona wewe ni kipofu. Unaona kana kwamba wewe ni tajiri, lakini baba akitazama wewe ni maskini mwenye mashaka. Lakini tukiungama dhambi zetu tutaponywa. Haleluya. Tutaponywa. Ana heri mtu yule ambaye amesamehewa dhambi zake. Utakuwa na amani hata kama unalala njaa, uko tu na amani. Hata kama hauna mavazi, uko tu na furaha, kwa sababu Elohim ndio furaha yetu. Haleluya. Amen. Mtu ambaye amesamehewa dhambi, ameungama dhambi zake, lakini wewe unaenda kuruka shetani na kushika na kwamba wewe unajua vile ulifanya, wacha. Sasa unakuta sasa mtu ameshikwa na huzuni. Nani kwa amefurahi kwa sababu amekubu. Leo tunataka kumwaibisha shetani. Haleluya. Amen. Tumwambie ndio ilikuwa namna hiyo, lakini kule mbinguni kuna Elohim. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kule juu kuna Elohim wa mbinguni ambaye ameniambia ya kwamba nikiungama dhambi zangu, bila shaka yeye atanisamehea na ataniponya. Ama sivyo maandiko yamesema? Hivyo. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana. Kiomba nini? Kwa bidii. Tuombeane, muombe huyo mwingine naye. Angalia, Ibrahimu amesimama kwa niaba ya Sodoma na Gomora. Yeye alikuwa mwenye haki. Baba, kama kutapatikana watu 50 utaangamiza. By the way, kama baba akiona watu 50 Sodoma na Gomora haijaangamizwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haijaangamizwa wapendwa, kwa sababu mwenye haki amesimama. Kwa hivyo wewe pengine za kweli mwenye haki simama kwa sababu ya kanisa la Stima Line. Simama kwa sababu ya muovu kama Musa. Wakati baba alitaka kuangamiza Waisraeli wote, akaambia Elohim, wacha niangamize Waisraeli wote, nikufanye wewe nini? Taifa. Na yeye akasema, baba, alafu watu watasikia. Uliwatoa katika nchi ya Misri, ukakosa nguvu na uwezo wa kuwafikisha nchi ya ahadi. Akasimama katikati mahali pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Baba anataka kuangamiza Waisraeli wote. Haroni anakimbia na chetezo, ameweka uvumba ndani yake, anasoma kati ya maiti na watu ambao walio hai, anasema baba, imetosha sasa, wasamehe. Huyo ndio leo tunahubiri juu yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati umefika wa ndugu na wadada, tuungame dhambi zetu. Si wakati wa kunyosheana vidole. Kumbuka watu wawili walikuwa kwenda wapi? Hekaluni. Mmoja mwenye haki na mwingine mfarisayo na mtoza ushuru. Waliposimama mmoja akaomba, yeye hapo na haja ya kuungama. Hakuungama. Yeye alianza kutaja mambo ambayo anafanya kanisani ama hekaluni. Mimi hutoa fungu la 10. Mimi hufunga mara 2 kwa juma. Mimi sikai kama huyu. Lakini yule alijua dhambi zake, akasema ya kwamba Elohim, nisamehe dhambi zangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba huyo mtoza ushuru alienda kama amebarikiwa na amesamehewa kuliko Farisayo. Sasa leo hii nafasi ipo. Aliye kule nyumbani leo tutazama, yuko hapa kanisani, nafasi ndio hii. Amesema tukiungama dhambi zetu tutaponywa. Ndivyo. Ulikataa kuungama na ulijua vile ulivyofanya? Ama unajua vile ambavyo ulikuwa ukifanya?
Ungama, sema hapana, leo hii mimi nimebadilika. Bwana asifiwe sana. Amen. Soma katika Methali 28:13. Leo sitaenda sana na kupatia nafasi ili tutakuja hapa tuungane, tuambie Baba, ndio tumetenda. Baba, nimetenda. Wajua watu wengine pia ni kama huwa wanabahatisha. Baba, kama unaona kama nimekukosea. Imagine, na maandiko yamesema ya kwamba tukisema hatuna dhambi tutamfanya kuwa nini? Mungu. Wewe unasema Baba, hata watu naonaga watu wengine wanapoomba msamaha, ati kama nimekukosea nisamehe. Kwa hiyo wewe hujaona dhambi zako? Hujaona? Wacha kutumia ndio nimekukosea. Hivyo ndivyo nimekufanyia. Naomba unisamehe. Kuna pastor mmoja, washiriki walimshtaki kwa mashtaka mengi sana. Na kati ya mashtaka ambao waliomshtaki nayo, walikuwa wanasema huyu anatuombea na mafuta ya Vaisri. Wakati uko wagonjwa, tunapotokea pale anajipaka mafuta ya Vaisri anatuombea nayo. Anafanya hivi na hivi na hivi. Aliposikia ile mashtaka, hakusema kama mbona nimewaka, alisema kumbe nimekuwa nikifanya haya yote. Naomba mnisamehe. Bwana asifiwe sana. Lakini watu wengi sema haikuwa nataka kuhidi, haikuwa nataka kuhidi. Kwa hiyo yule ndiye anaona wewe si unaona. Unajua kuungama ni wewe umeona wewe dhambi zako, wewe umeona. Na mambo ya kuungama ushirikishwi ni wewe mwenyewe. Kweli. Sijakuwa nikienda katika njia za nani? Zero. Unaona wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Unaungama wewe mwenyewe. Unaona dhambi zako. Soma Methali. Methali sura 28 aya ya 13. Ndio. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Sikiza sasa. Anayeficha dhambi zake. Anayeficha nini? Dhambi zake. Yeye hatafanikiwa. Hawezi akafanikiwa. Anayeficha dhambi zake. Maandiko yanasema ya kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Ndiposa umekosa kufanikiwa. Nilianza kusema hivyo tangia mwanzo. Umekosa kufanikiwa kwa sababu umeficha dhambi zako. Hujai ungama. Bado uko nazo tu. Imagine huwezi fanikiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Anayenisikiza inue mkono juu. Ambaye anasikia. Ndio nasema unakosa kufanikiwa kwa sababu ya nini? Umeficha dhambi zako. Si unajua vile ulifanya? Kila mmoja anaelewa njia zake. Maandiko yanasema jijaribuni nyinyi wenyewe muone kana kwamba mmesimama katika nini? Imani. Ukisoma Wakorintho wa 2:13 yake ni ya 5. Muone kana kwamba mmesimama katika imani. Mtu ndiye anayejaribu anajioni na kweli mimi nimefanya hivi na hivi. Naomba kusamehewa na Elohim wetu. Haleluya. Na Baba wetu ni mwingi wa huruma, atakusamehea ili uendelee kumhudumia. Nimesema watu wengi wamekosa ujasiri hapa. Kwa sababu wakienda kufanya jambo shetani anawakumbusha, unajua ulifanya hivi. Unasikia sawa. Leo hii ni siku ya kuwaibisha. Haleluya. Amen. Anasema ya kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata. Anayeziungama na kuziacha. Unaungura na katika kile. Mehia atapata nini? Atapata rehema. Haleluya. Atapata rehema kupitia nani? Kutoka kwa Elohim wetu. Amen. Yeye aziungamaye na kuziacha. Piga mwitira, wacha kuogopa. Ungama. Na uamini ya kwamba nimesamehewa. Na mimi ni mbarikiwa kuanzia siku ya leo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na utafanikiwa katika maisha yako. Hakuna kitu kingine. Hebu jaribu siku ya leo. Jaribu. Ujo ziungane. Useme hakika. Tutakapokuwa tunaomba kwa machozi. Nimesema maisha pengine ambayo wamama hawako hapa ama wako kule nyumbani.
Yale ambao wanapitia ni yale ambao walitenda walikuwa wasichana, lakini hawajatupwa, hawajaungama bado. Bado wako nayo. Hata vijana, wazee, unapitia yale kwa sababu kuna mambo ulikosa kuungama. Huwezi fanikiwa. Huwezi. Lazima uungame. Na zimefichika ndani yako. Alafu shetani anakutia uoga usiungane. Anakwambia hakuna nafasi nyingine. Wewe ni wa kutupwa tu. Kuna mtu aliniambia kwa mchungaji, mimi naona mimi ni wa jehanamu tu direct. Unajua kuna maandiko mengine tunasomaga ya kustua watu. Mpaka mtu anaona haya mimi ni mpaka anajitupa ndani ya jehanamu yeye mwenyewe tu. Hata kabla hajaambia na leo njia yako ndio hii, ashajitupa kwenye moto, anaona kama anakichomeka. Aliambia mimi basi mimi sasa mimi naona naweza fanya jambo lolote kwa sababu sina matumaini. Bwana asifiwe sana. Kuna matumaini. Wajua Samueli kama ni kuhukumu tukiwa wanadamu, Samueli angehukumu Sauli. Samueli aliendelea kumulia Sauli. Baba naomba kwa sababu ya Sauli. Mpaka baba akamwambia, utamulilia Sauli mpaka lini? Bora nimemkata. Wewe ulitembelewa lini ili semege yule fulani alikataliwa? Ulifunuliwa kwa roho gani? Samueli anaambiwa nimemkata, mpaka baba anajidhihirisha kwa Samueli, hapana, sasa usimulilie huyo, nimemkataa. Wewe endelea kulilia baba, endelea kukaba dhambi zako. Haleluya. Wewe za mchungaji na upili jina ina maana gani? Ni maandiko inasema. Nasoma Agano Jipya. Yakobo anasema wacha kuficha. Ukificha baba anaona. Waebrania 13. Ukificha hiyo, sio mimi sioni, huyo dada mwingine haoni, mzazi wako haoni, baba anaona ama haoni? Hebu tuangalie Waebrania 4 aya yake 13. Ninapoendelea nikimalizia. Najua mahali ambapo tumefika sasa. Umeanza kuungama. Usiogope hata kutokea hapa. Usiogope. Unajua shida sisi ni watu kuangalia. Kwa hiyo wataona mimi nakuwa na dhambi. Si maandiko yamesema hakuna, tukisema tuna dhambi sisi ni waongo, tunajidanganya. Usiogope kutokea hapo atakapokuwa tunaimba wimbo wa maombi. Tuombe pamoja, ulilie baba hapa. Umwambie baba, ninajiungama Elohim wetu. Naomba unisamehe, wacha kuogopa. Maana wakati utakapokuwa unaogopa, utaendelea kuteseka mwenyewe. Maana maandiko nimesema ya kwamba afichaye dhambi zake anakosa kuungama hatafanikiwa. Ama sio kweli? Kama unataka kufanikiwa, kuja usitubu. Lakini kama tutakuwa wenye haki, basi tutaketi pale, tuimbe nyimbo wa maombi, tumalize, tuende nyumbani. Lakini ukumbuke Zakayo alisema mimi ni mwenye dhambi. Hakuogopa watu. Tunaogopa watu. Mtu atakufanya nini? Sema ndio. Si unatubu mbele ya mtu, unaungama mbele za baba. Kimoyo moyo. Mdomo anafungua tu. Baba unanijua. Bwana asifiwe sana. Kanisa la baba likue. Wajua nimekaa nikatafakari nikaona ya kwamba vile tumekaa nyumbani watu wengine wako chini kiroho, pengine hata wajui kama ni wa kanisa, kama wameokoka, kama sasa inabidi tuanzie chini sasa katika hali ya toba. Paulo anasema katika Ibrania 5, sasa ni kuhubiri mahubiri ile ya kwanza ili tukuje pamoja, kwa sababu niliona nimeenda mbele, kumbe wakati nilienda mbele niliacha watu wengine. Nilifikiria penye niliwaacha ndipo penye mko, kumbe si hivyo. Watu wako nini? Chini. Inabidi sasa waanze kuchajiwa ili tuende pamoja. Bwana asifiwe sana. Inasemaje? Waebrania sura 4 aya 13. Baba naona hiyo ambayo mimi sioni. Huyo dada haoni, wewe huoni yangu. Baba wa mbinguni anaona. Inasemaje? Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake. Ati wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Mbele ya baba wetu kila kitu kiko nini? Wazi. Kiko wazi. Lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake. Yeye aliye na mambo yetu. Yeye ndiye ako na mambo nini?
yetu. Maundu mothe menjaga mbele yake. Mambo yote yako uchi mbele yake. Yaani unaona vile tunaonaga pengine mtu akiwa uchi ni mwenda azimu, ama pengine mtu akiwa uchi. Hivyo ndio Baba anatuona. Tumevaa mavazi, lakini anaona kila kitu. Tukiwa mbele yake kila kitu kiko uchi. Hata kile ambacho nifanyaga kimejificha, Baba anakiona. Anakiona kwa nini? Luka 12. Kitabu cha Luka 12. Aya yake ni ya 2. Kwa sababu wakati wa mwisho itakuwa namna gani? Injili ya Luka sura 12. Umeendelea kufunika, umeendelea kuificha, unakosa kuungama, siku ya mwisho ya hukumu itakuwa namna gani? Lakini hakuna neno lililositiriwa ambalo halitafunuliwa. Hakuna jambo ambalo limefichika ambalo halitakuwa namna gani? Halitakuwa namna gani? Halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Ama lile ambalo limefichwa halitajulikana. Wanadamu hamunijui, mimi siwajui. Lakini Baba anasema, Yahshua anasema siku hiyo kila jambo litafunuliwa. Kwa hivyo ni wakati mzuri utubu. Isifika wakati huo hivi kusema haya, huyo dada kumbe alikuwa namna hiyo. Haya, huyo ndugu kumbe alikuwa namna hiyo. Kwa hivyo ndio wakati unapewa usiungame. Zifunikwe, zitupiliwe nini? Mbali. Anasema kama jinsi ambavyo magharibi na mashariki ziko na umbali, hivyo ndivyo ambavyo umeficha dhambi zangu, umezitupilia mbali. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakuna jambo lililosiririka ambalo limefunikwa, ambalo halitawekwa wazi, ambalo limefichwa. Naambia hata hizo tu message. Unatakana ukame, tumessage tugie tuchafu na tumaga. Tuchafu kabla hata unajua tuchafu. Hata mtu akikaribia angalia anasema, unafanya namna hii. Unafichaka kwa nini? Hizo tu message tutafunuliwa, tutasomeka. Kama Safaricom wana zile mitandao, wana zile hekima ya kuweka mambo yote ambayo umekuwa ukiyaongea na kuyatuma, na sisi leo na Nairobi mje hizo tumezi imekuwa kituma. Mimi sijui na wewe hujui. Tuchafu. Ni wakati wa kutubu kwa sababu ya hizo message. Picha zingine ambazo umekuwa ukiona chafu. Pornography. Wewe unaona picha kama zile. Unakuta ni Masihi anafungua zile picha. Sasa nini unaona? Unajichafua, unajinajisi. Utafunua siku hiyo utakuwa tunaona namna hiyo, anasema haya. Kumbe dada fulani kama tulikuwa tunamuona na kitambaa na nguo ndefu na mzee na ndugu kijana. Kumbe kuna picha alikuwa naona pornography zile. Anaziona. Zitafunuliwa. Ulikuwa unaona peke yako, lakini siku hiyo zitaonekana wazi. Haleluya. Sasa wakati wa kugaba ndio hii. Sina hiyo? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo sasa kila mtu ameanza kuna kama message nilituma. Kama message hata kakisombwa sistahili kuwa kanisa. Kuna mtu ambaye alifanya jambo fulani. Hata ndio huu wakati, maana siku ya mwisho itawekwa nini? Wazi. Itawekwa wazi. Nilikuwa nasema haya, kupe faith wangu. Alikuwa na mshikaji na sikuwa najua, akiwa kwa nyumba na alikuwa na mshikaji. Mshikaji ni ni rafiki boyfriend. Na boyfriend yani sijui sisi asema boyfriend. Alikuwa kupe, alikuwa namna hii na sikuwa najua. Sasa zitawekwa. Kumbe hata wakati siku fulani tulikuwa tunaongea naye nikimfariji. Unajua msichana yangu ni wakati tukakaa nyumbani unakuwa kama kameenda hi babe, hi sweetheart. Ziko zinaenda namna hii. Zitawekwa wazi. Na mimi namfariji kumbe hakuna. Lakini zitawekwa wazi. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sikia hiyo maneno. Ati hakuna jambo limesiririka. Sasa hapo tumeingia kwa simu. Ndio watu wengi wanaisha wamekuwa wameisha sasa. Simu ni mbaya, si ndio? Simu si mbaya. Simu mtu mbaya ni nini? Anayetumia. Si kama unaona kama inatumika kwa nini? Kueleza nini? Neno. Ujumbe. Verse. Basi yoyote mliosema gizani yatasikiwa mwangani. Ile ambayo ulikuwa unafanya pale kwa ile kakona.
kwa ile corridor, kwa ile kanyumba kukiwa na giza. Unajua maasi mengi yatendeki kuwa na nini? Gizani. Maasi mengi yatendeki kuwa na nini? Giza. Na mwanga. Maasi mengi yatendeka kuwa na giza. Kwa yakatumba huko. Ndio maasi mengi yanatendeka. Hasa hapo ulifanya mkiwa kwa giza. Siku itaenda kwenye nini? Mwanga. Kwenye mwanga itawekwa wazi. Itawekwa wazi. Wanasema siku za mwizi ni ngapi? 40. Lakini siku ya Elohim sasa itawekwa wazi. Haya. Huyu mzee, huyu mama, huyu binti, huyu kaka, itakuwa namna hiyo. Itakuwa ni watu itakuwa ni kustuka. Maana Yesu amesema yaliyofanywa gizani. Kwa hivyo wakati ndio unatolewa kuungama. Tumrudie Baba. Amen. Tumtafute Baba. Tumuite Baba. Haleluya. Amen. Na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani. Mnakumbuka ile ambapo mlikuwa mkinongorozeana. Hautaki watu wengine wasikie. Wajipata watu walikuwa na kusengenya. Hapo wanabadilisha topic. Walikuwa na kusengenya tu. Walikuwa na kusengenya. Nyumae wanabadilisha topic, walikuwa na huko kwenye kuna mvua. Sasa na mlikuwa mnaongea mambo ya mtu mwingine, mnaanza kuulizia mambo ya mvua. Sasa yuko sababu mmemuona. Kwa sababu mlikuwa mnaongea maneno ambayo si mazuri. Mtakuja kufudia jinsi ya kusengenyana. Mtu kusengenya yule mwingine. Wakati tafika Baba atasaidia, tutafundisha. Hakuna dhambi mbaya kama kusengenyana. Ni kama kuchukua kisu na kumchoma nini? Kusengenya ndio backbiting. Na unaumba mtu kwa mgongo. Sasa leo nasema ya kwamba ambao mlinaongozana namna hii katika chumba vya ndani huko. Na si ya kusengenyana, ile maneno mlikuwa mnayatamka. Huyo si mume wako, si mke wako, si nini? Lakini kuna maneno mlikuwa mnasema pale. Yatawekwa wazi. Shalom. Shalom. Yatawekwa wazi. Ukama dhambi zako. Tukame dhambi. Afunikae dhambi zake hatafanikiwa. Uria uhithagira mehia make ndangikate ndangiracira. Unajua ndipo umekosa utamu wa wokovu. Unajua utamu wa wokovu unakuja kwa sababu ya kusamehewa nini? Mpaka unasikia wokovu ni mtamu. Anasema muonjeni Elohim muone jinsi alivyo. Ni mtamu kuliko nini? Asali. Ni mtamu kuliko asali. Lakini wewe sasa wokovu umekuwa ni kali, imekuwa ni kama pilipili. Si pilipili, ni pilipili ile kali. Inaitwa namna gani? Pilipili manga. Pilipili manga. Haleluya. Imekuwa pilipili manga. Yaani ile kali, si pilipili sio kali. Hoi inakuliwa na kila mtu. Ni watu wachache wako kwa sababu ya kuharibikiwa. Pilipili manga. Imekuwa kali. Unajua uko umesamehewa dhambi na kutoka umesamehewa, unasikia furaha kila wakati. Kila wakati kukiwa na shida, hata tukiimba ile wimbo inasema, hata kama ni shida nyingi, sitaogopa nitamwimbia. Kweli kabla sijalala mauti, utamu wa wokovu utakuwa nao kama utaungama dhambi zako. Umemaliza? Niliyosema kwa kunong'onezana litawekwa wapi? Yatahubiriwa juu ya dari. Yaani yatawekwa juu ya dari. Nimalizie Mathayo, Luka 15:17. Sijui kufika mahali pale umeona dhambi zako utaungama. Nikiomba uje ungame mbele za Elohim wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunapoangalia wimbo inasema ambayo inaongea juu ya kusafishwa ama unitakase. Wimbo wote ambao unaongea juu ya hiyo. Na wapiga vinanda wapige. Mtu anapoona dhambi zake. Kwa sababu ni kama tunaanza sasa safari hii. Tulikuwa tumesimama ili tumrudie Baba. Bwana asifiwe sana. Amen. Inasemaje?
Injili ya Luka sura 15:17. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Wakati umefika ujirudi. Ni watumishi wangapi katika nyumba ya Eloi wanakaa na furaha, wanaendelea kufanikiwa, talanta zao zinaendelea kuinuliwa, wanajazwa kiroho, na mimi hapa niko njaa, niko kavu. Akajirudi, akasema nini? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na nitaondoka. Naomba turudie baba. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nitaondoka nimrudie Eloi wangu sasa. Hakuna lingine. Alafu niseme namna gani? Baba, nimekosa juu ya mbingu na nitasema baba, nimekosa juu ya mbingu na nchi. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Hata fadhali kaage tu pale tu namna hiyo tu. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa ngali mbali, baba yake alimwona atakusamehea. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nimeona dhambi zangu. Akajirudi. Akasema nitaenda kuungama. Babake alipomwona, alimfukuza, alimhurumia. Ndivyo. Tuamke juu, tuimbe wimbo mmoja wa maombi ambao inapelekana kuungama ama na kutubu ama kutakazwa ama kusafishwa. Sijui ni wimbo gani tutaimba. Unapojitafakari, kama utaona unafaa, tuombe pamoja hapa. Baba wa mbinguni yuko tayari kutusamea. Haleluya. Kwa hivyo tuamke juu tafadhali. Na usiogope ukaangalie binadamu watasema nini. Binadamu, achana binadamu. Binadamu wako kusema kila wakati. Wewe tokea hapa, usiaibike. Kwa sababu Baba ni mwingi wa huruma. Haleluya. Wimbo wa maombi. Unisafishe kwa hisopo.
Amina hutenda. Amesema tukiziungama, bila shaka atasameheana. Uamini tu ya kwamba yale uliyotenda kuwa msichana, kama hukuungama, yale ambao umekuwa ukitenda kuwa kijana ama msichana ama mzee, ukiungama, amesema ya kwamba bila shaka yeye ni mwaminifu na mwenye haki na atakusamehea. Kwa hivyo uamini tu, ukitoka hapa, zile baraka kuinuliwa kiroho, maisha yako jinsi ambavyo imekuwa pengine imekosa kuwa hivyo kwa sababu ya dhambi ambayo shetani huwa anakukumbusha kila wakati. Wacha siku ya leo ifike mwisho. Tuombe pamoja. Haleluya. Asante Yesu. Tunakushukuru, tunakuhimidi, tunakuinua ewe Baba Muumba mbingu na nchi. Mtakatifu, tunasema ni asante, maana wewe mtakatifu, umesafika hata tuna aibu mtakatifu tunapoinua macho yetu kule mbinguni kuona ya kwamba mtakatifu wa Israeli, unasema wewe mtakatifu, unanao kujia, lazima wao watakatifu Elohim wetu. Baba wetu, watu wako wametokea mbele zako Elohim wa Israeli. Hawajatokea mbele ya binadamu mtakatifu wetu, wametokea mbele zako ili wapate kuungama dhambi zao. Na wameziona mtakatifu tulipokuwa tukifundisha Elohim wa Israeli. Neno lako Baba wetu limepenya ndani ya mioyoni mwao mtakatifu wetu, na wakajiona ya kwamba hao ni wenye dhambi. Na kwa sababu mtakatifu umetupea matumaini, umetupea ahadi ya kwamba tukiziungama mtakatifu wa Israeli, wewe ni mwaminifu na mwenye haki, utasameheana. Tazama wameziungama Baba wetu. Tazama wanaziungama mtakatifu wa Israeli. Ninakusihi na kuomba nikuwa mtumishi wako Baba, uweze kuwarehemu kadri ya mapenzi yako, ukapata kuwasafisha mtakatifu wa Israeli. Maana Baba wetu, kuna ambao waliotenda jambo mtakatifu hawajaitungama mbele zako. Walitenda wakiwa wasichana, walitenda wakiwa pengine walitenda wakiwa wa vijana, na wakati huu ni wazee na ni wamama. Wengine wamekuwa wakitenda wakiwa wasichana na wa vijana. Na ndipo Baba wetu, hata mambo ya kiroho yamekuwa chini ndani yao. Wamekuwa mtakatifu zaidi maskini katika mambo ya kiroho. Mambo wanaofanya mtakatifu ya kimaisha inakosa kufanikiwa, maana dhambi bado imewakalia mtakatifu wa Israeli. Na kama jinsi neno lako linavyosema ya kwamba maombi ya mtu mwenye dhambi ni chukizo mbele zako, hivyo ndivyo ambavyo imekuwa mtakatifu wa Israeli. Lakini siku ya leo Baba wetu, wameungama mbele zako. Angalia, hawakuona haya, hawakuibika kwa sababu ya wanadamu, lakini wamekuja kwako Baba wetu. Usiwaibishe mtakatifu wa Israeli. Umejaa huruma, umejaa rehema mtakatifu wetu, ukawasamehe mtakatifu wa Israeli. Wasamehe Baba wetu. Umesema chochote utakachofunga hapa duniani kitafunga huko mbinguni. Takachokuwa tunafungwa kitakuwa kimefunguliwa. Naomba ukapate kuwafungulia Baba wetu, ukawape furaha ya wokovu, ukawape amani ya wokovu Baba wetu, kainue katika mambo ya kiroho, ukawazidishie Baba wetu, ndio zao zikawe na amani. Wamekuwa wakisengenywa kwa muda mrefu, wamekuwa wakiongelewa mambo mabaya kwa muda mrefu. Ninakusihi Baba wetu, unapoketi katika kiti chako cha enzi, tukua tumenyenyekea mtakatifu wa Israeli, kawarehemu Baba wetu kulingana na rehema zako. Kumbuka damu iliyomwagika mahali pale mtakatifu Kalvari, Baba wetu, kapate kuwatakasa, ikapate kuwasafisha na wakawa safi kupitia jina la Yesu Mesiya. Na Baba wetu, tunaongea mambo ya baraka katika maisha yao. Ati kuanzia siku ya leo wamekuwa watu ambao wamefunguliwa, kama jinsi neno lako linavyosema ya kwamba eti ya kwamba Baba wetu, siku ya kufungulia ni siku ya leo. Maana anasema siku ya Sabato ni siku ya furaha, siku ya amani. Naomba kufunguliwa kwao. Wamekuwa hawana furaha katika wokovu, wamekuwa hawana matumaini, walishahukumiwa na wanadamu kama hao, wakaambiwa wamekataliwa. Lakini siku ya leo mtakatifu wa Israeli, hukumu ya haki na kweli iko na wewe.
kawafungulia kupitia jina la Yesu Mesaya. Ninaamini ya kwamba Baba tumeshatenda. Wanapotoka kwenye madhabahu haya mtakatifu wetu, wameshasamehewa dhambi zao kupitia jina la Yesu Mesaya. Ni asante Baba wetu. Kuanzia siku leo hawataishi maisha ya uoga. Hawataishi maisha ambayo Baba wetu ni ya kuonewa. Hawataishi maisha ambayo mtakatifu si ya kubalika mbele zako. Wataishi maisha ya kubalika mbele zako kupitia jina la Yesu Mesaya. Shetani hapo wakumbusha dhambi zao, maovu waliokuwa wametenda, na akaibishwe, akashindwa kupitia jina la Yesu Mesaya. Aibishwe na ashindwe. Fikra zake, mawazo yake yakapata kushindwa. Maana hawa wameachiliwa. Wamewekwa uhuru kupitia jina la Yesu Mesaya. Walio nyumbani wabariki, ambao wameandamana pamoja nasi wabariki. Nao pia wamekuwa wakisema ya kwamba wakitaka kufunguliwa, wafungulie Baba wetu kupitia jina la Yesu Mesaya. Na kupitia jina safi la Mesaya Yashua tumebana tumeamini. Amen. Asante. Muamini yote imetendeka kwa sababu ya mapenzi ya Baba wetu. Maana na yawe. Na kwa sababu tumefunguliwa. Haleluya. Tutaamka tuimbe nyimbo za kumsifu Baba wetu. Ndio ya kegosho. Tumsifu Baba wetu. Nyimbo maana tumefunguliwa. Haleluya. Wajua mtu akifunguliwa, shetani akikumbusha kuambia bali mwambie nimeshashinda yale, nimetoka katika mautini, sasa niko hai. Haleluya. Yule mzee alisema ya kwamba mwanangu alikuwa amekufa, sasa yuko hai. Haleluya. Kwa hivyo usiwe na akulirikania mwili atiriri ndimutwaranire mwanehia. Baba asifiwe sana. Tolo itwaliama limaga haleo. Mwanehia. Baba asifiwe sana. Na zile baraka ulikuwa unatazamia, ninaamini ya kwamba umezipokea kupitia jina la Yesu Mesaya. Tuamke tumsifu Baba wetu.
Wewe ni mwema, maana mtakatifu, umetupa nguvu na uwezo wa kurukaruka na kucheza mbele zako. Pumzi tulionayo mtakatifu ni kwa ajili ya mapenzi yako. Nguvu tulizo nazo mtakatifu ni kwa sababu ya uwezo wako. Tumaini tulionayo ni kwa sababu ya rehema zako. Tuseme nini ila ni kutukuza na kukuomba upokee shukrani zetu kupitia jina la Yesu Masihi. Tumekuwa na kipindi kizuri pamoja na walio nyumbani na walio nchi za nje. Mtakatifu, hakika umetenda. Umetuonyesha dhambi zetu na tumeziungama. Hakika umedhihirisha katika hali ya kurukia na kuchezea Baba wetu. Furaha ya wokovu umetujaza mtakatifu wa Israeli. Milango iliyokuwa imefungwa imepata kufunguliwa. Ni asante Bwana umetenda. Utakapokuwa umetupa muda mwingine kama huo mtakatifu wetu, katukumbushe kwa mbele asante. Tuomba kwa ajili ya kanisa lako. Nitakase wakati wa mwisho Baba wetu. Maana mtakatifu ni nyakati za uovu kama sababu tumefundishwa kupitia lesoni. Uovu umejaa katika ulimwengu huu. Kumekuwa na mafundisho ya kudanganya watu. Kumekuwa roho za nabii ambao ni za uongo za kudanganya watu. Tunaomba uweze kuwaokoa Mesia. Na hata ndugu na dada zetu ambao hawajaokoka na wazazi wetu, tunawakabidhi mbele zako Baba wetu. Ukapate kuwarehemu na kuwaokoa wakaingia katika kanisa lako la kweli. Baba umetuambia wakati wa hukumu kama ulivyohukumu wakati wa Noa, hivyo ndivyo ambavyo tutakavyohukumu ulimwengu ulio sasa Baba wetu. Ukawaokoe na Baba wetu na kuwarehemu kama jinsi ulivyoturehemu mtakatifu wa Israeli. Mama zetu na baba zetu hawajui neno lako wengi wao. Ndugu na dada wetu ambao wamepotoka uweze kuwarejesha katika nyumba yako. Na utatukuzwa na uinuliwe Baba wetu. Nchi yake tunaipenda, tunaikabidhi mbele zako. Ibariki na uitakase Baba wetu. Viongozi na tuongoza wako Baba wetu wakaweka matumaini kwako. Unasema heri taifa ambalo Baba wetu tunafanya kuwa Elohim wao. Baba wetu kwa ajili ya sisi ambao ni wateula wako. Tuwasimama kwa niaba ya nchi yetu ya Kenya. Ukaibariki na ukampe hekima rais wetu Uhuru Kenyatta. Wazee wa vijiji na machifu wote wanaotawala katika uongozi mbalimbali, tunawakabidhi mbele zako Baba wetu. Uwadumishe Baba wetu na wape hekima ili wakatuongoze katika njia nzuri. Mapasta, wazee wa kanisa na deacons na overseers wote tunawakabidhi mbele zako. Wabariki na wape hekima. Kupitia la Yesu Masihi. Walio nyumbani tunawabarikisha mkononi mwako. Wakati mwingine utakapokuwa umetupata kushukuru na kuambia ni asante. Na nikutie jina safi la Mesiya Yeshua tunaomba na tumeamini. Asante. Asante.